Simba, labda huenda rotation ikafanyika kwa asilimia kubwa kunako mechi hiyo, kwa sababu hata akishinda Simba anapa kwenda, na hata akifungwa Stade Malien hamna wa kumzuia kwenda robo finali. Kocha wa Simba Steven Robert Baka ameeleza kuwa ni mechi ngumu kweli kweli na wanaingia kupambana kwa asilimia 100, huku akifafanua ni mechi aina gani na wanaingia kama kina nani hapo kesho. Steve Robert Baka: So for me, I want the team tomorrow to put a performance of real quality over 90 minutes. And I think we owe it to ourselves, we owe it to the fans, we owe it to the public of Tanzania to finish this group on a high note and put in a really... yes, most certainly. I think, I do believe that I've told the players, and I think us as a football club, an important part is number one, to regain the respect of our fans by fighting for the badge, fighting for Simba Sports Club, playing with the right mentality and the right energy regardless of whatever match we're playing. So some people might see it as a dead rubber that we can't qualify, but exactly like you say, we need to gain our own respect as a team, as players, by finishing the group stage on a real positive. I do believe the CAF games have also elevated our sort of league performances, which are getting better. So it's another opportunity for us to grow as a team. I've only been here sort of 6 weeks. So every single match is an opportunity for the players themselves to show who they are, not only to me, but to the fans. So definitely, we will definitely put in a performance full of intensity, of energy, of playing with our hearts on our sleeves, and really fighting to get the 3 points. Sawa, huyo ni kocha Robert Steve Baka akieleza kile ambacho kinaendelea kuelekea mechi ya kesho dhidi ya Stade Malien. Ni mechi ambayo amesema wanaingia na asilimia 100 za kuhitaji ushindi. Ni mechi ambayo hachekeshi kwenye mechi hiyo, anahitaji umaridadi zaidi. Ni mechi ambayo anaitazama ya kwenda kuamsha usingizini wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba waliolala, huku akiamini ni mechi ambayo inaenda kuleta picha nzuri ya kupambania ubingwa ligi kuu ya Tanzania bara. Atacheza kwenye level ya ushindani wa asilimia 100, bwana Salum Nolela. Kuna haja ya Simba kutumia nguvu hizo kana kwamba anacheza fainali kwenye mechi ya kesho, ingali kuna mechi ngumu za muhimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania bara na wanahitaji ubingwa. Ni mechi kwa ajili ya kutunza heshima ya Simba. Unajua unavyokuwa timu kubwa, kwenye kila mechi unayoshinda, kwenye kila alama unayopata, inakuongezea kitu. Umeelewa? Na sometimes mtu anaweza asielewe maana ya ushindi kwa Simba kesho. Kwamba utawasaidia vitu vingi pia. Cha kwanza, hizi alama ambazo watazozipata. Unajua Simba kumaliza group stage bila kushinda mechi hata moja ni aibu kwao na sio jambo zuri. Kwa mfano wakifungwa kucheza mechi 6 na alama 2 sio kitu kizuri kwa Simba. At least washinde, watafikisha alama 5. Unajua hata hizi tunazosema pointi ambazo unazipata, unajua pia the way ambavyo unashinda pia inakuongezea hizo alama, na the way ambavyo unakuwa una lose zinakushushia hizo alama pia. Kwa hiyo kwenye mpira wa miguu, mechi yoyote unayoshinda kwa the way ambavyo wametengeneza kanuni, inakuongezea wewe alama. Umeelewa kitu? Ndio maana hata katika mpira hizi mechi za kirafiki unazoona za timu za taifa zinakuongezea. Unajua sisi, unakumbuka tulivyofungwa walikuwa na wale Waarabu hapa Yuskati wale. Unakumbuka mechi ya kirafiki ile timu ya taifa? Tulifungwa 2-2. Unakumbuka tulishuka kwenye viwango. Watu wakaza ndo kumbe ile mechi tuliofungwa ndo ilitushusha ile. Kwa hiyo Simba anautaka sana mchezo kwa ajili pia ya kutengeneza heshima na kuendelea pia kujiimarisha katika alama zake ambazo alizokuwa nazo. Sasa hapo ndio kuna utofauti wa mtazamo wa mwalimu na mshabiki wa kawaida, ambaye kuna mtu kabisa anaweza kusema ile ni bonanza, ya nini wacheze? No, ni mechi muhimu na mwalimu anaitaka kweli kweli. Sawa, wachezaji gani watakosekana kwenye mechi ya kesho, kocha Steve Robert Baka? Obviously we have the red cards from the previous match.
our captain Kapombe and Libase Gay, who got red carded after the match was done, so they unfortunately are not available. But otherwise, clean bill of health, everybody else is available. Wachezaji wote wako fiti kwa ajili ya mechi ya kesho. Nimemwona hadi Mohamed Bajabel akifanya mazoezi na wekundu wa Msimbazi Simba. Huenda kesho Mohamed Bajabel akacheza nafasi ya Libase ambaye atakosekana kwa sababu anatumikia red card. Shomari Kapombe vile vile atakosekana. Manake ni wachezaji wawili, Libase sambamba na Shomari Kapombe wanakosekana kwenye mechi ya kesho. Ni pengo kwa Simba. Pengo, Libase pengo, Shomari Kapombe pengo, kwa sababu hao wachezaji wote wawili ambao tunawataja ni wachezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba sasa hivi. Shomari Kapombe mpaka sasa Simba bado hawajapata mtu ambaye anaweza kuvaa viatu vyake. Wamekuja kina Israeli Mwenda hapo, walikuja kina Zana Kulibali, watu kibao walishakuja katika hilo eneo la kulia, wote wameshindwa kumtoa Shomari Kapombe. Sasa hivi yupo Duchu, alikuja akaondoka kwa mkopo, karudi tena, bado ameshindwa kuonesha kitu kama kile anachokionyesha Shomari Kapombe. Kwa hiyo katika eneo hilo la kulia Simba bado hawajapata fullback kama Shomari. Hapo ni pengo ambalo lipo wazi kabisa. Pia kwa Libase, Simba dirisha dogo wamesajili wachezaji wazuri sana, lakini bado hakuna mchezaji ambaye anacheza kama Libase. Kwa mfano Anseula, the way ambavyo anacheza unaona kama ana uchama fulani hivi mle ndani, slow but sure, ipo utaalamu mwingi, lakini sio kasi speed kupiga mawe kama anavyofanya Libase. Kwa hiyo Libase yeye ni mchezaji ambaye amejitengea kiwigo chake, yani mimi bwana nacheza hivi, umeelewa, amejitofautisha. Kwa hiyo aina ya uchezaji wake Simba hawana mtu kama yule. Kwa hiyo kitaalamu kabisa Maziku itamlazimu mwalimu abadilishe hata staili ya uchezaji wa timu yake. Kwa sababu ukiangalia mechi nyingi alikuwa tunasema mchezaji wake hatari ilikuwa ni Libase. Yani chezeni, lakini shambulizi lazima lipitie kwa Libase. Umeelewa, ndio ataamua alimalize mwenyewe au ampasie muziki. Ndio Elimpanzu yupo anacheza kushoto kule. Elia acheze kama Libase na mguu hatocheza kama, unaelewa? Elia atatokea kulia. Elia atatokea kushoto. Bajabeli bado kulia naye. Bajabeli mguu wa kushoto ule. Masiku ni kulia ile. Kulia. Bajabeli right. Kulia naye upande kule kushoto. Umeelewa? Huku Libase at least angekuwepo kipindi kile, yupo bwana mdogo Edo Barua. Unaweza Abraham Morris vipi? Abraham anaweza kucheza kushoto kwa sababu ya mguu, lakini achezi kama Libase. Abraham ni mzuri sana akicheza katikati ya kiwanja. Neo Maema kushoto naye. Neo mguu sawa, lakini sio kama Libase. Yaani Neo anaweza kucheza vile, lakini ana hiyo kasi kama ya Libase Gay, ana one against one kwa kumtambuka vile kupiga, umeelewa? Yani umeelewa, yani unaweza ukawa wote mnatumia mguu huo na mkacheza nafasi hiyo, lakini aina ya, kwa mfano umeona Libase anavyocheza. Libase sio anatumia mguu wa kushoto, anatokea kulia, anapenda kukati ndani, afu ana kevu au anapiga. Unakujua Aziz Ki anatumia mguu wa kushoto. Unakumbuka Aziz alivyokuwa Yanga mwanzoni anaikuwa huku winga kulia, alilalamika. Akasema mimi nikicheza pembeni sichezi vizuri, niweke hapa teni shimoni ndani ndo nitacheza vizuri, umeelewa? Ndio. Lakini wote mguu wa kushoto, wote wanapiga, lakini kwa nini Azizi kasi ana mambo ya kukimbizana huku pembeni, yeye alikuwa anajionea shida. Sawa, hivi Salum Ali Mnolela, inawezekana siku moja tukaja kuiona Simba kwenye mechi moja ndani ya first 11 ile ya kwanza akawepo Ino Loemba, akawepo Libase, akawepo Ura, akawepo Chama, akawepo na Mpanzu. Wanaweza kucheza kwa pamoja kwenye first 11? Hawawezi, kwa sababu watazidi kwenye maeneo. Ila yani wanaweza mtoe Chama labda. Wanaweza. So, wanagawanyika hapo, unamchukua Mpanzu unampeleka kushoto, Libase unampeleka kulia, Ula unamweka 10 nyuma striker.
Alafu yule Ino Loemba unamweka namba 8. Hiyo itakuwa hatari. 31 akiingia hivyo tarehe 1 mwezi wa 3 akiingia hivyo vipi? Kagoma unaambia Kagoma kazi yako ekaba tu, yani usitembee nao mpira tupe sisi, ukishaukaba poe pumzika, subiri tena usivuke ile line. Yani Kagoma kazi yake unamwambia timu hiyo, wewe kazi yako ukishaukaba tu mpira tupe, yani punguza majukumu, yani jipunguzie hiyo makeke. Hamna mpinzani anakula ngapi kibongo bongo timu zetu za bongo? Kama so Young Africa au Azam hata 5 unamchukua mtu 5 unapiga, ila Young Africa Azam kazi 5 sasa karudi kwao au? Wewe hamna timu ya kufungwa 5, labda tu itokee kwenye mpira kuna red card nini, lakini mambo ya kuwaiana, lakini ile super mimi nakwambia Simba hii sasa hivi super na Young Africa hiyo match iwe super match hiyo hapa tawaka. Kila timu isiwe na injury, yani isiwe na sababu ya kumkosa mchezaji yote. Tulivyotaja huko, alafu kule nako Okelo sijui Depo sijui Buba kawaka, Pakome kasharudi kwenye fomu, nyasi zile zitawaka moto mzee. Timu zipo, unajua watu tu bado wanawachukulia Simba ile tu, lakini ukiangalia wanavyocheza ukiacha tu wanavyocheza, yani quality ya hawa wachezaji wapya waliokuja. Unajua Simba sasa hivi wana wachezaji kama 4 pale juu ambao wanaweza kuamua matokeo binafsi. Hizo ndo X factor sasa. X factor, yani unajua X factor kaja kukutana nazo Steve Becker, kazi kosa Fadru kapishana nazo. Kwa Becker nazo kama ngapi X factor? X factor Simba sasa hivi ziko kama